Imamu Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, imamu muhaddithin, sahibu sahihi, ambaye yeye kitabu chake alichokusanya ndani yake riwaya zilizosihi za hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipata mtihani katika historia ya elimu yake. Mtihani aliyoupata ni kwamba mmoja katika mashekhe zake, Sheikh Muhammad ibn Yahya al-Dhurri, alimtangaza sifa mbaya mwanafunzi wake Imam Bukhari, na akawa anatangaza kwamba itikadi ya Imam Bukhari ni itikadi ya kwamba Qur'ani ni makhluk, na ni itikadi ambayo ni batil, ni itikadi ambayo sio katika akida za ahli sunnah wal jamaa. Qur'ani ni kalamullah, na fitna ya jambo hilo ilikuwa ni kubwa, ni zaidi ya leo mtu kumwambia yule shekhe yule bwana Shia yule, ni zaidi ya hivyo. Kwa shekhe wa Imam Bukhari akawa anamtangaza hivyo, wayamna'u nasa min hududi majlisi, lakini anafanya jitihada hata ya kuzuia watu wasiende katika majlisi ya Imam Bukhari. Kaifa tasarrafa al-Bukhari ma shaykhi, Imam Bukhari aliamilianaje na shekhe wake pamoja na haya yaliyotokea? Imam Bukhari katika sahihi yake ameziweka hadithi nyingi alizopokea kutoka kwa shekhe huyu, pamoja na kujua kwamba shekhe alifanya hayo na alikuwa anafanya jitihada hizo ambazo katika lugha ya sasa unaweza kusema alikuwa anamhusudu, aliona sasa amepanda daraja. Lakini tunasema kwa lugha ya sasa, hatusemi shekhe wa Imam Bukhari alimhusudu mwanafunzi wake, hasha wakala. Lakini ni mtihani ambao unatuonesha somo kwamba Imam Bukhari bado alitambua kwamba huyu ni shekhe, ni mwanachuoni. Swala la yeye kuteleza katika kipengele hiki hakinifanyi mimi nisiendelee kutambua nafasi yake kama mwalimu wangu. Na kitabu kimoja kikubwa baada ya Qur'an, asahu kutubi fil ardi baada al-Qur'an sahih al-Bukhari, kitabu sahihi baada ya Qur'an katika ardhi ni sahih al-Bukhari. Imam Bukhari aliweka hadithi alizozipokea kutoka kwa shekhe huyu ndani ya kitabu chake, wa dhakarahu bismi, na akamtaja shekhe wake kwa jina lake, kwamba hadithi imepokea kutoka kwa shekhe wangu Sheikh Muhammad ibn Yahya al-Dhuhri. Hii ndio maana ya heshima na kutambua nafasi za watu.